Habari za wakati huu mtazamaji wa SQF TV, karibu tena jioni ya leo kwenye habari ya kutwa nzima ya siku ya leo kutoka SQF TV. Jina langu ni Pantaleo Lugwisha, nitakayekuongoza mwanzo mpaka mwisho, na kusihi usitoke pembeni ya TV yako mpaka pale nitakapoweka tamati ya kipindi hiki. Tuanzie huko Karatu ambapo mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kuongeza minada, majosho na boti za uvuvi wilayani Karatu ili kukuza uchumi kwa wananchi. Pia amesema serikali ipo kwenye mazungumzo na India kuhakikisha wakulima wa mbaazi na dengu wanapata bei bora sokoni. Tutajenga soko maeneo ya Kona, tarafa ya Eyasi kama ilivyoelekezwa ndani ya ilani. Lakini ninafahamu pia kuwa wanakaratu ni wakulima wazuri wa mbaazi na dengu, na tunajua kwamba biashara ni bei kupanda na kushuka, ndio biashara bei kupanda na kushuka. Na mwaka huu sisi tumezalisha nyingi. India wenyewe ambao ndio soko letu na wenyewe wamezalisha nyingi, lakini na nchi nyingine ambazo zina mkataba na India wamezalisha pia. Kwa hiyo tuko kwenye mazungumzo ya kufanya bei yetu isishuke sana, tupate angalau 60% au 70%, 70% ya bei ya zamani. Bado tuko kwenye mazungumzo na nadhani tutafanikiwa kupata bei, pengine sio kama ya mwaka jana, lakini bei ya kuridhisha. Kwa hiyo kwenye hilo nizungumzie hilo. Lakini katika hatua nyingine, ili kukuza uvuvi, tutanunua mashine 4 za boti za uvuvi 4, na kuboresha mwalo wa ziwa Eyasi ili tutengeneze ajira kwa vijana wetu waweze kuvua na samaki wapatikane kwa wingi kwa kutumia maboti. Vile vile kwa wafugaji, maombi yamekuja hapa kwa wafugaji ya maeneo. Nataka niseme ni maamuzi ya serikali kwamba tunakwenda kuongeza maeneo ya wafugaji kutoka ekari milioni 3.6 mpaka ekari milioni 6. Tunakwenda kuongeza eneo na kuwafundisha wafugaji kuhusu ufugaji wa kisasa na upandaji wa nyasi ili waepukane na ule mzunguko wa nchi nzima. Lakini pamoja na hayo, tunakwenda kukarabati miundombinu ya minada 4 ya mifugo, kujenga majosho 13 pamoja na machinjio ya kisasa. Tuhamie huko mkoani Kilimanjaro ambako mgombea ubunge wa jimbo la Siha kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Godwin Mollel amemshukuru Dr. Samia kwa kumteua kugombea, huku akiahidi kulitumikia jimbo hilo kwa bidii na kuwataka wananchi wa Siha kumpa Dr. Samia kura za kishindo. Mheshimiwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, nikushukuru sana. Sisi Siha tuligombea wagombea wengi sana, vijana wazuri wa Chama cha Mapinduzi wanaofaa kabisa na wenye uwezo mkubwa. Lakini katika hao vijana wote waliofaa wa Chama cha Mapinduzi, umshaki kamati kuu ukiwa wewe mwenyekiti wake, mkanipendekeza mimi. Mheshimiwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, asante sana kwa kuturejesha majina yetu. Lakini Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea, na kushukuru sana mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Wewe kwa kipindi chote ambacho kulikuwa na serikali yako, nilikuwa msaidizi wako kama naibu waziri wa afya. Asante sana kwa kuniamini, na watu walioko hapa wa Siha, naomba pigeni makofi kwa kumshukuru rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa wakati wote ameiamini Siha na ameamini mgombea wa Siha. Mheshimiwa rais wetu, Mheshimiwa mgombea wetu, asante sana, tunakushukuru sana. Tukuambie tu kwamba nenda karelax. Mimi na mdogo wangu Saashisha, hii kitu tunanyosha. Mkenda amesema pale, amesema yeye eti anaikuwa wa kwanza. Mimi nataka kukuambia, namba 1 ni ya Siha, wengine hawagombanie namba 2. Namba 1 Siha oye! Namba 1 ni ya Siha, wagombanie kuanzia namba 2. Lakini Mheshimiwa Rais,
Wananchi wa Siha walioko hapa wameniambia nikushukuru kwa sababu ulikuja ukiwa makamu wa rais wa kueleza kule West Kilimanjaro wana shida ya makazi, wanakaa wale wenzetu wanaotoka Mbeya, wanaotoka Iringa, wanaotoka Njombe na Tanga, wamekuja wakati ule kama mastetla, wamekaa kwenye vinyumba vidogo vya mabanzi. Tukushukuru Mheshimiwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, tayari umeshatupa na kushukuru kwa zile eka 1200 ambazo umetupa kwa kata ya miti mirefu. Tunakushukuru sana. CCM oye! CCM oye! Na nikushukuru kwa sababu baraza lako la mawaziri limepitisha kurudisha lile shamba la NAFCO eka 5300 tuje tupange, na tuliomba kwamba lile shamba eka chache tutumie kwa ajili ya makazi na nyingi tuweke miundombinu, tukishirikiana na Wizara ya Kilimo tuweke miundombinu ya umwagiliaji na kilimo, tulime kwa ule utaratibu wa BBT, na mengine ambapo hapalimiki tutengeneze makazi. Mheshimiwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, hilo ndio limebaki, wanagojea wananchi wa Siha ili waweze kukaa kule West Kilimanjaro kwa usalama. Polisi jijini Dodoma wanamshikilia Isa Ramadhani kwa tuhuma za kuwarawiti watoto watatu wenye umri chini ya miaka 3. Vipimo vya kitabibu vimeonyesha kuwa walipata majeraha makubwa, na huku mwenyekiti wa mtaa amesisitiza mtuhumiwa afikishwe kwenye vyombo vya sheria haraka iwezekanavyo. Kwa jina naitwa Mwanaisha Mabere, ni mama mzazi wa mtoto ambaye alifanywa hilo tukio mnamo tarehe 12 mwezi wa 8 siku ya Jumanne saa 5 asubuhi. Mtoto wangu alikuwa katika mazingira ya nyumbani, alikuwa anacheza na wenzie hapo nje. Walikuwa wanapika. Mtoto wangu ana umri wa miaka 3. Alikuwa anapika na wenzie hapo nje. Huwa wanapika kwa kutumia makopo, machupa, kama unavyojua michezo ya watoto. Anakuja anachota maji hapa, mimi naosha vyombo nje hapa. Anachota maji anaenda anapika, anarudi, anachota maji anapika, anarudi. Sasa nikaingia ndani naendelea na shughuli zangu nikiamini kwamba mtoto wangu yuko bado hapo nje anapika, wanacheza hapo kwa manka akiwa na wenzie. Muda mchache baadaye namuona mwanangu anarudi, analia kilio kikali sana. Kwa hiyo tulipoenda Central, tumekuja tumeitwa, tumepewa pelelezi, tumeitwa, watoto wamefanywa vipimo. Mara ya mwisho kabisa tumepigiwa simu tukaenda jengo la mawakili. Tukakutana na yule wakili. Akatuambia wiki ijayo tutaenda wapi? Mahakamani. Sasa tumeambiwa tunaenda mahakamani. Hii ni wiki kama 3 tunaenda. Hatuendi mahakamani. Na kinachotuumiza, watoto ni wadogo. Mtumiwa kule Central atazidi kupoteza ile sura yake ile. Unajua ukikaa Central muonekano unapotea. Tukio alikuwa na mshtuko na kale kadogo. Siku moja nilikuwa ndani nimekaa, yule mdogo anamwambia mebako. Kila tukio liliniumiza. Mtoto mdogo wa miaka 2 watenda na mebako. Nilifunga tu nikafanya kama sijasikia. Huku nikana tazama wanangu. Kusema kweli, serikali tusaidie huyu mtu kwa kweli afungwe. Hajatufanyia vizuri watoto wetu. Watoto mpaka saa hizi yani kama huyu mdogo akimwona mwanaume yoyote anakata analia. Kila mtu anayemwona kavaa suruali anamuogopa. NACTVET imetangaza kuwa mafunzo ya amali katika sekondari yameanza kuleta matokeo chanya yakiongeza ujuzi wa fursa za ajira kwa wanafunzi. Serikali ya awamu ya 6 imetajwa kuwekeza kikamilifu kwenye programu hiyo. Hii tumepata fursa mimi na wenzangu kutembelea shule ya Dar es Salaam sekondari ili kuangalia mafanikio ya kuanzisha mfumo wa amali katika shule za sekondari. Na hii ni ziara yetu ya pili. Jana tulikuwa shule ya sekondari ya Baobab, Bagamoyo, na leo tumekuja hapa Dar es Salaam.
Kwa kweli mafanikio ni mazuri sana na mwitikio ni mzuri. Kwa kuanzia mwitikio ni mzuri sana, kwa sababu sasa hivi kwa jitihada za walimu katika shule hizi, wazazi wanaona umuhimu wa wanafunzi au watoto wao kuchagua amali. Na kwa nini wanaona umuhimu wa kuchagua amali? Kwa sababu ukichagua amali unachagua uwezo wa kujifunza na kupata ujuzi utakao kuwezesha kujiajiri au kuajirika. Nafikiri wengi tumesikia tatizo kubwa la ajira lililoko katika nchi yetu ya Tanzania. Watu wengi wanahitimu katika vyuo mbalimbali vya juu, lakini bado wako mitaani. Lakini kwa kuanzisha mfumo wa amali kuanzia shule za sekondari, mwanafunzi au mhitimu anachagua kujiajiri au kuajiriwa au kuajirika. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri, lakini tunasema kwamba inabidi tuongeze, kwa sababu amali mpaka sasa zilizopo ambazo sisi tumetembelea na kuona zinatekelezwa ni kwenye ushoni, kwenye upishi, kwenye umeme. Na serikali yetu kwa kweli imeanzisha hii kwa madhumuni haya ya kuhakikisha kwamba kila mtu au kila mwanafunzi anayechagua amali anakuwa na uhakikisho wa kuweza kuajirika. Kwa hiyo watu wasione uzito, wazazi msione uzito kumfanya au kumpendekeza mwanao aweze kuchagua amali kama ni nyenzo muhimu ya kumwezesha kufikia lengo lake la ajira na kuwezesha. Hata sisi kwenye dira yetu ni kwamba tunataka sasa kuwa na Tanzania ya viwanda, lakini hatuwezi kuwa na Tanzania ya viwanda kama hatutaweza kuimarisha amali katika mfumo wetu wa elimu. Kwa jina anaitwa Dr. Helst Ndisa. Mimi ni meneja wa kanda ya Mashariki ya NACTIVATE, kwa maana ya Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi. Sisi kazi yetu kubwa ni kusimamia viwango vya ubora kwenye mafunzo yote ya amali yanayotolewa hapa nchini, na hususan sisi kwa kanda ya Mashariki. Kwenye kanda hii ya Mashariki tuna shule za sekondari za amali zipatazo 38 kwa sasa, na mojawapo ya shule hizo ni shule ya sekondari Dar es Salaam, ambayo leo tumekuja kutembelea kuona maendeleo ya utoaji wa mafunzo haya ya amali kwa wanafunzi kama ilivyokusudiwa. Kiuhalisia tumeona kuna maendeleo makubwa sana hapa shuleni yanafanyika. Kwa wanafunzi tumeona walimu wenye sifa, tumeona vifaa bora, tumeona mazingira mazuri ya kujifunzia. Kwa majina naitwa Milhoni El, nasoma kidato cha pili mkondo wa amali. Nimechagua amali kwa sababu amali itaweza kunisaidia mimi kujiajiri au kuajiri wengine, pia inaniongezea ujuzi. Na taarifa hiyo inatukamilishia yale ambayo tumekuandalia kwenye SQF Habari jioni ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya kufikia bila tashwishwi, jina langu ni Pantaleo Rugwisha, nikutakia weekend njema. Tukutane hapo siku nyingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaheri kwa sasa.